Sijui hili ni kwa ajili ya nani, lakini kama unaisikiliza hii na ukitazama hii ni kwa ajili yako. Hii season mpya tunayoingia inatakiwa iwe ya kibinafsi. Inapokuja kwenye issue ya maisha yako, nataka ujiambie hivi, next season inakuja ni ngumu kutokutambulika kwenye position yoyote ile unaitaka, kwamba watu wote waliokukimbia wanatakiwa watambue ni kwa namna gani wamepishana na gari la mshahara. Ujiweke commitment kwamba nakuja kufanya jambo ambalo litakuwa kubwa kiasi kwamba hawawezi kusogea tena karibu, wakione huko walipo, kwa sababu ukiweza kujiweka kitu kama hiko kitakaa kwenye maisha yao yote, na wataanza kukumbuka ni kwa namna gani walishindwa kuelewa kipindi Mungu anakutengeneza kwa ajili ya nyakati kama hizi. Walishindwa kuelewa kwamba ilikuwa ni process ya kukujenga kwa ajili ya matokeo na impact kubwa bila wao kufahamu, na wakakudharau. Alafu sasa wakati huo ukweli sasa unaanza kuwaingia, unakusema at least ningeweza kukaa na kutulia, matokeo yangekuwa makubwa kuliko ambavyo nikitegemea. Hapo ndipo utaanza kukumbuka zile ngazi ndogo ndogo ambazo walizokuwa wanaziondoa, kwamba usipande ngazi ndogo ndogo hutoweza kufika sehemu ambako wanastahili kufika, na kuona kwamba walikuwa wanapoteza muda. Iwe reminder kwao kwamba at least tungekuwa na uvumilivu kidogo kwa ajili ya jamaa kupanda kutoka position aliyopo kwenda position ambayo sasa hivi yupo. Na hii namna gani ambavyo wanapishana, na wewe unaenda kushoto, wao wameenda kulia, itakuwa ni reminder yao forever. So keep investing, focus, jiapishe, there you go, jiwekee commitment na vitu ambavyo unataka kupata, kwa sababu Mungu hadhihakiwi.